Viongozi wa upinzani wameweza kutoa lineup ambayo wanasema kwamba itamtoa madarakani William Ruto mwaka 2027. Hiyo lineup ndiyo naomba niweze kukuchanganulia kulingana na taarifa ambazo zimeweza kuandikwa na gazeti moja katika taifa letu la Kenya. Je, ni nani huyu ambaye atakuja kuwa presidential candidate mwenye atakuja kugombea kiti cha urais? Na ni nani huyu ambaye atakuwa mgombea mwenza? Na hawa wengine watachukua viti gani kulingana na viongozi wa upinzani? Kabla ya hapo, wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, mpenzi mtazamaji, uweze kupiga subscription. Kisha fanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umejiandikishia nafasi moja bora zaidi ya kuendelea kupokea taarifa zetu kutoka kwa kituo hichi cha Kenyan Media ambacho kinakuchanganulia siasa na habari za hivi punde kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Vile vile, mpenzi mtazamaji, ninakuomba uweze kulike video hapa chini. Hapa kuna penye wamekuandikia like, tafadhali fanya hivyo. Alafu hapa kando kuna penye wameweza kukuandikia share, tafadhali fanya hivyo. Utakuwa umeweza kupiga hichi kituo jeki ili kiweze kukua kwa haraka sana, ili tuendelee kusonga. Tunalenga kufikisha 500,000 subscribers. Sasa kulingana na gazeti la People Daily, hilo ambalo unaona hapo, mahala ambapo wameweza kuandika kwamba Matiang'i set to back Kalonzo Musyoka. Yaani Matiang'i, kulingana na hizi taarifa za hili gazeti, wanasema kwamba kulingana na mazungumzo ambayo yanaendelea, wanataka kwamba Matiang'i aweze kumuunga Kalonzo Musyoka mkono. Sasa kuniradhi. Sasa kulingana na hili gazeti, kipindi ambapo nimeweza kulifungua kwa undani na nimeweza kulichambua, wanasema kwamba Gachagua anaendeleza mazungumzo ndani ya muungano wa upinzani ili kuweza kuhakikisha kwamba Kalonzo Musyoka anaachiwa nafasi ya kupeperusha bendera ya muungano wa upinzani ili kuweza kuwania kiti cha uraisi. Inasemekana kwamba Gachagua renewed efforts to have Wiper Kalonzo Musyoka endorsed as the opposition flag bearer in the next year's polls. Inasemekana kwamba Gachagua amekuwa akifanya mikutano na viongozi wa upinzani ikijumlishwa Fred Matiang'i ambaye ni deputy party leader wa chama cha Jubilee. Hivi majuzi mliona Matiang'i alikuwa kwenye mkutano na Kalonzo, yani na Rigathi Gachagua, na inasemekana kwamba hii ndio mikutano ambayo Rigathi Gachagua amekuwa akifanya na viongozi wa upinzani ili kuweza kuwatongoza, kuwashawishi kwamba wamwachie Kalonzo Musyoka nafasi ya kugombea kiti cha uraisi. Na inasemekana kwamba Gachagua ameweza kumwahidi Fred Matiang'i mazuri iwapo ataachia azma yake ya kugombea kiti cha uraisi na kuamua kumuunga mkono Kalonzo Musyoka, kwa sababu tunaambiwa kwamba Gachagua has been holding meetings with various opposition leaders including Jubilee deputy party leader Fred Matiang'i, where he promised him goodies should he drop his presidential bid in favor of Kalonzo. Sasa kulingana na yule mwenye ameweza kuleak hii information ama taarifa hizi kuhusiana na mazungumzo ambayo yanaendelea ndani ya muungano wa upinzani, mwenye hakutaka aweze kutajwa jina lake, anasema kwamba katika miezi ijayo mtaona mabadiliko makubwa sana, mahala ambapo tuko kwenye mazungumzo ili kuweza kuhakikisha kwamba Kalonzo Musyoka anapeperusha bendera ya muungano wa upinzani kugombea kiti cha uraisi. Na hii ni sababu Kalonzo Musyoka hajawahi kuwa
na kosa lolote katika taifa letu la Kenya, na kwa undani wanasema kwamba anaungwa mkono na Wakenya wengi, na kwa hivyo huyu akasema kwamba wanazidi kujaribu viongozi wengi katika taifa letu la Kenya ili kuweza kuhakikisha kwamba wanamwachia Kalonzo nafasi ya kugombea kiti cha urais, kwa sababu ni kiongozi ambaye anaonekana atashinda hichi kiti. Kwa sababu najua mimi ninageuza haya maneno kutoka kwa Kiingereza kwa sababu mimi ni mwanahabari. Kwa sababu wanasema hivi, in the coming months you will see a lot of changes. We are in talks to have Kalonzo fly the opposition flag. This is because he is less controversial. Yani hana maneno mengi, hana makosa, hana scandals, and he enjoys a solid following from Kenyans. We are trying to convince some of the leaders that he is our best candidate. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba Gachagua anaamini kwamba Kalonzo Musyoka Gachagua anaamini kwamba Kalonzo Musyoka ni mtu ambaye ni best candidate, ambaye anaweza akamenyana na William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027, na kulingana na bwana Gachagua anasema kwamba Kalonzo Musyoka yupo na ushawishi mkubwa Kenya nzima na anapendwa sana eneo lake la Ukambani ambalo kulingana na Gachagua anasema kwamba liko na kura milioni 3, ambazo tayari kulingana na Gachagua anasema kwamba muungano wa upinzani umekwisha weka kibindoni, na hivyo basi wanaamini kwamba Kalonzo Musyoka anaweza akamyeyusha, neutralize Ruto, anaweza akamyeyusha William Ruto na akampeleka upande wa Sugoi. Hata hivyo Gachagua anasukumwa sana kuweza kukuwa mgombea mwenza wake Kalonzo Musyoka. Although Gachagua was being pushed to be the DP candidate, yani Gachagua anasukumwa sana kuweza kuhakikisha kwamba anakuwa mgombea mwenza wake Kalonzo Musyoka. Hata hivyo ripoti zinaeleza kwamba Gachagua bado hajaweza kuamua kumuunga mkono ama hajaweza kuamua kukuwa mgombea mwenza wake Kalonzo Musyoka, kutokana na kwamba kesi ya kuondolewa kwake madarakani bado inazidi kumwandama. Unaelewa, pale ambapo wanasema kwamba reports indicate he had yet to make up his mind due to the impeachment case hanging over him, yani ile kesi ya kuondolewa kwake madarakani. Unaelewa, kipindi ambapo mtu amekwisha ng'olewa madarakani through impeachment hawezi akagombea kiti chochote. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba bwana Gachagua hajaweza kuzungumza chochote kulingana na jinsi ambavyo viongozi wa upinzani wanamsukuma ili kuweza kukuwa mgombea mwenza wake Kalonzo Musyoka, lakini yeye hajaweza kuamua kutokana na kwamba kuna ile kesi ambayo inazidi kumwandama ya kuondolewa madarakani, na mnaelewa kwamba kikatiba ukishaondolewa madarakani haupaswi kugombea kiti chochote, ila kulingana na vyanzo vyetu vya habari vinasema kwamba Gachagua anataka kuweza kumpendekeza kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua kuweza kukuwa mgombea mwenza wake Kalonzo Musyoka. Sijui kama umeweza kuelewa mpaka hapo, kwa sababu viongozi wengine wamekuwa wakipendekeza kwamba Gachagua aweza kumuunga, yani aweza kukuwa mgombea mwenza wake Kalonzo Musyoka, lakini sasa Gachagua kutokana na ile kesi ambayo inamzunguka ile ya kuondolewa madarakani bado hajaweza kufanya nini, hajaweza kupenda hilo, kwa sababu anajua kwamba kipindi ambapo umeshaondolewa madarakani through impeachment hauwezi ukashikilia afisi yoyote ya kiserikali. Maybe mahakama iweza kusema kwamba uliondolewa madarakani kwa njia ambazo hazikufuata katiba, ndio Gachagua ataweza kukuwa na nafasi ya kukuwa mgombea mwenza wake Kalonzo Musyoka. Lakini sasa Gachagua yeye mwenyewe anasema kwamba Martha Karua sasa akuwe mgombea mwenza wake
mtu ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka. Alafu Fred Matiang'i ambaye ni deputy party leader wa chama cha Jubilee chake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kulingana na taarifa hizi zimeweza kueleza kwamba Gachagua ameweza kumwahidi kwamba atampea cheo kikubwa ndani ya serikali, cheo cha kuwa waziri mkuu au kipenda Chief Cabinet Secretary, wadhifa ambao sasa hivi unashikiliwa naye Musalia Mudavadi, Wycliffe Musalia Mudavadi. Tunaelezwa kwamba sasa Matiang'i yeye ameambiwa kwamba aache azma ya kugombea kiti cha urais, amunge Kalonzo Musyoka mkono, alafu Kalonzo atawania kiti cha urais, aungwe mkono naye mtu mwenye anaitwa Martha Karua, alafu Matiang'i ataenda kukuwa Chief Cabinet Secretary iwapo ataamua kumuunga mkono Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji ambao unanitazama, ninaomba niweze kukuchanganulia ni kwa nini Rigathi Gachagua anapendekeza kwamba mtu mwenye anaitwa Kalonzo Musyoka aweza kuwania kiti cha urais, aungwe mkono na Martha Karua, au yani aweze, alafu Martha Karua aweze kukuwa running mate, au Rigathi Gachagua aweze kukuwa running mate, alafu Matiang'i aweze kukuwa Chief Prime Secretary. Mimi ni Bwana Ezra. Unajua, wacha tusemezane ukweli, na hakuna kukatch feelings hapa. Gachagua huwa anataka mtu mwenye anaweza control. Gachagua anataka hii serikali wakishinda anaweza akaambia Kalonzo, sasa zile nafasi nataka kuniwekea mtu fulani hapa, PS nataka kuniwekea hapa, nataka kuniwekea hapa. Kulingana na Gachagua inaonekana kwamba anaona Matiang'i ni kichwa ngumu. Yaani anaona kwamba Matiang'i ni mtu ambaye you cannot rule him, you cannot push him. Hauwezi ukamwelekeza jinsi ya kufanya, bali yeye ndiye atakuelekeza jinsi ya kufanya. Na ndio maana ameona sasa ni heri apembeleza Matiang'i aweze kumuunga Kalonzo Musyoka mkono akuwe presidential candidate. Hiyo ndio sababu kubwa. Na sababu ya pili, tunaelewa kwamba Kisii County au kipenda eneo la Gusii liko na kura kama milioni 1.5. Milioni 1.5. Alafu eneo la Ukambani wako na kura zaidi ya milioni 3. Kwa hivyo ameona kwamba ni heri aweza kupembeleza Matiang'i kwamba Kalonzo Musyoka aanze mechi akiwa na kura milioni 3 kwa mfuko, alafu akiongeza na za mtu mwenye anaitwa Fred Matiang'i ambazo ni milioni 1.5, aende Mlima Kenya ambazo ni milioni 10, watakuwa wameenda mbali. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji, kulingana na hii lineup ambayo imeweza kutolewa kwamba Kalonzo Musyoka akuwe presidential candidate, running mate akuwe either Rigathi Gachagua, japo Gachagua yeye mwenyewe hajaweza kukubali, japo viongozi wa upinzani wanapendekeza hilo, lakini Gachagua yeye mwenyewe hajaweza kukubali kutokana na kwamba ako na hii kesi ya kuondolewa madarakani through impeachment. Lakini sasa Gachagua yeye anapendekeza Martha Karua aweza kukuwa running mate wake Kalonzo Musyoka, alafu mtu mwenye anaitwa Fred Matiang'i ataenda kukuwa Prime Cabinet Secretary, ukipenda Chief Cabinet Secretary. Alafu Eugene atapewa kiti kama vile cha Attorney General, alafu akina JB Mturi watapewa viti vya mawaziri, akina Natembea watapewa viti vya mawaziri. Sijui wazo lako ni lipi? Wewe ungependekeza nani aweze kukuwa presidential candidate or opposition flag bearer? Alafu ungependekeza nani akuwe ni running mate, na ungependekeza nani akuwe Chief Cabinet Secretary, nafasi ambayo inashikiliwa sasa hivi naye Musalia Mudavadi? Sema nasi. Mimi ni Bwana Ezra, ninaomba niendelee kusoma mawazo yako hapa chini. Asanteni sana.